Hujambo na karibu Matukio Daima ya Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Meya Mlaki apongeza mabasi kurudi stendi ya Magufuli. Tunaunga mkono agizo la mabasi yote kurudi stendi ya Magufuli. Tumeshafanya ziara kadhaa kwenye kamati ya fedha. NCAA yaboresha huduma kwa jamii na kuimarisha mahusiano. Orodha ambazo ni wanafunzi watatu kutoka kila kata, ambazo orodha hizi zimepitia katika ngazi za kijiji mpaka kwenye kata. Wafanyabiashara wa nafaka Semtema walalamikia kupungua kwa wateja. Bodaboda Lupatingatinga watahadharishwa kuwa hakuna kichwa cha bandia, hivyo wazingatie kuvaa helmet wakati wa kuendesha kwa sababu ya afya zetu sisi. Kuna wadogo tumewauguza kifua chunya, kifua kimejaa maji, havai koti wakati wa kuendesha. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima, karibu katika Matukio Daima habari. Nitakaye kusomea siku ya leo mimi ni Beldina Majinge, na kusiwe nami tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Tukianzia jijini Dar es Salaam, mabasi yaendayo mikoani yameanza kurejea na kuendelea na safari zake kupitia kituo cha mabasi cha Magufuli, hatua inayolenga kuimarisha matumizi ya kituo hicho na kuboresha huduma za usafiri kwa wananchi. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo, Mheshimiwa Lawrence Mlaki amepongeza jitihada zinazofanywa kuhakikisha mabasi yanarejea katika kituo cha mabasi, akieleza kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa wananchi, wadau wa usafirishaji na manispaa ya Ubungo kwa ujumla. Tupate taarifa zaidi. Mkuu wa mkoa, mimi kipekee niendelee kushukuru sana kwa kazi kubwa unaendelea kuifanya. Wananchi wote hawa wanakupenda sana wewe, kwa sababu umeweza kufanya maamuzi magumu ambapo watu wanadhani tutashindwa hili jambo. Sisi tunasema pamoja na wewe, na wiki iliyopita kama halmashauri na baraza letu la madiwani tulitoa statement kwa pamoja. Tunaunga mkono agizo la mabasi yote kurudi stendi ya Magufuli. Tumeshafanya ziara kadhaa kwenye kamati ya fedha pamoja na baraza lote la madiwani, tumeshakuja hapa. Kilio cha watu hapa stendi zirudi hapa ili watu waweze kufanya biashara zao. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kupanda kule juu, wananchi hapo wanapoangalia, kina mama kule wanalalamika kwamba wafanye biashara, mwisho wa siku wanashindwa hata kulipa kodi. Na sisi kama halmashauri, bajeti yetu kwa mwaka mmoja wa fedha ni karibu bilioni 6.5, lakini hawa ndio wapangaji wetu. Sasa kama mabasi hatakuja hapa, itakuwa vigumu sana kwa wananchi wote kuendelea kufanya biashara. Lakini Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ilifika kipindi kwa mwaka wa fedha mwaka 2023 jumla ya mabasi ambayo kuingia hapa Magufuli yalikuwa karibu mabasi 1388. Lakini hadi sasa hivi, kabla hujatoa agizo lako, mabasi yaliokuwa yanaingia hapa ni mabasi 150. Leo hii baada ya kutoa agizo lako, tunaanza kupata data imeingia mabasi 360 kwa siku moja. Pigeni sana makofi kwa sisi kama halmashauri. Miundombinu tunataka kutengeneza. Moja, tunataka kuweka boom gate. Kila basi ikiingia hapa, tunataka iwe inaweza kulipa gate pass yake ya kuingia na kutokea, ili tuweze kukusanya mapato kirahisi. Lakini vile vile wale wote wamiliki wa mabasi wanaolalamika kwamba hakuna ofisi, sisi tutakaa na tuko tayari kuwatengenezea ofisi zao za kuweza kufanya masuala ya booking. Kwa hiyo nafasi hii sana. Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam. Na kamati tendaji ya baraza la wafugaji wa Ngorongoro wamekutana na uongozi wa mamlaka ya hifadhi hiyo NCAA kujadili na kupitisha orodha ya majina ya wanafunzi wa kidato cha 5 wanaofadhiliwa na mpango wa mamlaka hiyo wataojiunga na vyuo vya kati kwa mwezi Septemba mwaka huu. Akizungumza katika kikao hicho, kamishna wa hifadhi Ngorongoro Bwana Abdulrazaki Badru amesema orodha ya majina hayo imepitishwa baada ya kujadiliwa katika ngazi ya kijiji na kata, kisha kwenye baraza hilo, ikiwa ni miongoni mwa ajenda zilizojadiliwa
katika kikao hicho. Tupate taarifa zaidi. Ni kuzungumza na kupitisha orodha ya wanafunzi wa kidato cha 5 ambao wanafadhiliwa kwa mpango wa Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro, na zimewasilishwa orodha ambazo ni wanafunzi watatu kutoka kila kata, ambazo orodha hizi zimepitia katika ngazi za kijiji mpaka kwenye kata, na kwa utaratibu uliokuwepo zikishatoka zinakuja kwenye kikao cha baraza la wafugaji kwa ajili ya kupitishwa. Hiyo ilikuwa ni ajenda ya kwanza. Ajenda ya pili ilikuwa ni kupitia taarifa za utekelezaji wa shughuli mbalimbali za miradi, ikiwa ni pamoja na kupokea mapendekezo ya maeneo ya huduma za jamii yanayohitaji kuboreshwa kwa haraka. Maeneo yanayohusiana na maji, huduma za maji, tumepokea kutoka kwenye baraza na kujadili maeneo yanayopendekezwa kupewa kipaumbele katika kuboresha miundombinu ya maji au kupelekewa huduma ya maji. Na bahati nzuri tumekamilisha utaratibu, tayari tumepata mitambo ambayo itatumika kuchimba visima katika maeneo 7 katika maeneo mbalimbali ya hifadhi. Lakini kadhalika pia tumepokea tathmini ya maeneo ya barabara zinazoingia ndani ukiacha barabara kubwa, na katika hili tumeunda kamati ndogo za pamoja kwa ajili ya kukamilisha tathmini ya kutizama namna ya kupanga kipaumbele cha kurekebisha maeneo hayo, lakini pia kukamilisha kalenda ya kufanya ukarabati wa kila mara katika maeneo haya. Lakini pia mwisho tumezungumza na kubaliana umuhimu wa kushirikiana katika masuala ya ulinzi, masuala ya usalama na masuala ya taarifa zinazohusiana na wakazi na wageni wanaoingia katika eneo hili, lakini pia umuhimu wa kushirikishwa wanajamii kupitia katika serikali za vijiji za kata, lakini pia kupitia katika kamati za baraza la ufugaji wakati katika shughuli za kiuwekezaji zilizopo katika maeneo mbalimbali na zinazoendelea. Lakini pia tumejadili taarifa za baadhi ya wawekezaji ambao walikuwa na changamoto na mapendekezo yaliyotolewa na jamii kupitia baraza la ufugaji na namna ya kutatua changamoto hizo. Kwa hiyo kwa ufupi, na Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF ambao hutoa hifadhi ya jamii kwa wanachama walioajiliwa na waliojiajiri, sasa imeendelea kutoa elimu na fursa mbalimbali kwa jamii, ikiwemo programu ya skimu ya taifa ya hifadhi ya jamii kwa wananchi waliojiajiri ili kuendeleza kwenye shughuli za kiuchumi. Akizungumza mkoani Mbeya, afisa mwandamizi wa NSSF kutoka mkoani humo Ibrahimu Nganga amesema katika kufikia maendeleo endelevu na hususani kuelekea dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025, serikali kupitia mfuko huo imeamua kulifikia kundi la madereva bodaboda katika halmashauri ya wilaya ya Chunya ili kuwapatia fursa ya kujiunga na mfuko huo kwa ajili ya maisha yao bora ya sasa na baadaye. Tupate taarifa zaidi kutoka wilayani Chunya. Afisa mwandamizi kutoka NSSF mkoani Mbeya. Leo tuko Chunya, eneo hili la Lupa, kuongea na ndugu zetu wa bodaboda, kuwaelimisha juu ya umuhimu wa hifadhi ya jamii na kujiwekea akiba kwa ajili ya kulinda kipato chao cha sasa na baadaye. Tumefika hapa kuwapa elimu hii hususan ndugu zetu wa bodaboda kwa sababu kubwa moja. Ukiacha kwa sasa wamejiorganize chini ya mwamvuli wao umoja wa bodaboda wilaya ya Chunya, lakini pia imekuwa ni rahisi sisi kuwafikia wao na kuwapa umuhimu huo wa hifadhi ya jamii kwa kundi hili la bodaboda na makundi mengine kama mamalishe, babalishe, wakulima, wachimbaji wadogo wa madini kwa wilaya hii ya Chunya, na ni kwa sababu kubwa moja. Kwanza kuwakumbusha leo tunafanya kazi tukiwa tuna nguvu na afya, lakini ni kama vitu vya mkopo. Siku zikienda, umri ukaenda, nguvu ambazo tunazitumia sasa hivi kuendesha bodaboda, kulima, kuchimba madini zitapotea, lakini mahitaji yetu yatabaki pale pale. Hivyo utahitaji usimamizi au usaidizi wa kipato. Leo una afya, unafanya kazi zako za bodaboda, lakini ikitokea changamoto ya maradhi, tunajua wengi walio kwenye bodaboda za mikataba wamepoteza bodaboda zile kwa sababu ililazimu kutoa zile hela za marejesho kuzipeleka hospitali. Hivyo wamejikuta kwamba hawasave kipato, lakini kupitia NSSF hifadhi scheme
wana nafasi hiyo ya kusave kipato. Kingine tunafahamu kwamba bodaboda wanakutana na riski kubwa sana ya ajali ambazo mara nyingi zimesababisha ulemavu ama vifo. Hivyo hapa tunazungumzia wao wenyewe kuwa wategemezi ama kwa wategemezi wao kupoteza yule mtu ambaye alikuwa analeta kipato nyumbani. Hivyo kupitia hifadhi scheme NSSF tumekava majanga hayo yote. Tunampa uhakika wa kesho yake ya uzeeni, tunampa fao la matibabu, hivyo akiumwa yeye ama mtegemezi wake atatibiwa. Lakini tatu, atakapopata ajali akapata ule ulemavu akapoteza 3 ya 4 ya ule uwezo wake kufanya kazi, itakuwa ni wajibu wa NSSF kumlea yeye kwa kumpa pension ya ulemavu kila mwisho wa mwezi, kwamba watumie fursa hii iliyowafikia kwa ajili ya ulinzi wa kipato cha kwao wao na wategemezi wao pale ambapo wao watakuwepo ama hawatokuwepo, na waikimbilie fursa hii, wasiache ikaenda. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo kutoka wilayani Chunya. Na tukielekea mkoani Iringa, wafanyabiashara wa maduka ya nafaka mkoani Iringa katika soko la Semtema wanaojihusisha zaidi na uuzaji wa nafaka kama vile mchele, mahindi, maharage na njegele wamesema kuwa hali ya uchumi kwa sasa imeyumba licha ya baadhi ya nafaka kushuka bei, lakini wanunuzi wamepungua kutokana na baadhi yao kuvuna na kuwa na chakula cha kutosha ndani. Taarifa zaidi na Angel Magesa. Akizungumza na Matukio Daima, mfanyabiashara wa nafaka za rejareja na jumla Frederick Dege amesema kuwa bei ya nafaka imeshuka zaidi katika bei ya mchele ambayo awali waliuza kwa shilingi 3,500 kwa kilo moja, lakini kwa sasa imeshuka hadi kufikia 2,000. Kwa upande wa nafaka saizi, mfano mchele kidogo imeshuka tofauti na kile kipindi cha masika. Mchele ilikuwa juu imeuzwa mpaka 3,500, lakini kwa sasa imeshuka mpaka mchele 2,500, 2,000. Mchele mzuri chini sana. Lakini pia kwa upande wa biashara inayoenda sasa hivi kidogo biashara imeshuka, lakini pia upande wa wateja kidogo wamepungua sababu ya mazao yenyewe pia yameshuka. Ni kipindi ambacho watu wamevuna, watu wanayo bidhaa manyumbani. Sasa wateja wamepungua. Ukitaka kuangalia kila mtu amelima mahindi, amelima maharage. Kwa hiyo hawaji sana kuchukua kwa sababu wanao, tofauti na kile kipindi cha masika watu wanakuwa bidhaa wanazo chache, tunapatikana pia kwa ugumu. Kwa hivyo watu mauzo kidogo yanakuwa juu. Upande wake Neema Mushi amesema bei ya nafaka imeshuka kwa kiwango kikubwa, lakini wateja ni wachache sana kwa sababu wateja wengi wanaowategemea ni wanachuo, hasa Watumaini, na kwa sasa tayari wamefunga chuo. Biashara mdogo wa nafaka niko hapa Semtema. Ninapenda kuongelea kuhusu biashara kwa sasa hivi, jinsi hali yake inavyoendelea. Kwa kiwango kidogo biashara inatetereka kidogo, kwa sababu mzunguko umekuwa ni mdogo, wanafunzi wapo likizo, bidhaa ziko chini, lakini changamoto tunayopitia, mzunguko umekuwa mdogo sana. Hiyo kwetu sisi kidogo ni changamoto, kwa sababu tumeji biashara kutokana na mzunguko jinsi ulivyo kwa sasa hivi. Mfano kwa sasa hivi biashara ya mchele imeshuka, lakini hawapo. Kwa hiyo ni changamoto. Mzunguko wa mchele umekuwa ukizunguka nafaka kwa ujumla ambao ni mchele kidogo umekuwa uko chini, haupatipeti kama vile ambavyo ilikuwa mara ya kwanza. Kwa mzunguko umeshuka kutokana na ambavyo sasa hivi wamefunga. Angel Magesa, Matukio Daima. Naam, asante sana Angel kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa. Na tukielekea wilayani Chunya, madereva wa bodaboda wameelezwa kuwa baadhi yao bado ni changamoto katika kutii sheria za usalama barabarani, hatua inayochochea kuendelea kutokea kwa ajali zisizo za ulazima. Kwa mujibu wa afande Deo wa kituo cha polisi Lupa Tingatinga,
Wilayani Chunya mkoani Mbeya, madereva wengi wamekuwa wakiendesha vyombo vyao kwa uzembe na bila kujijali na kusababisha ajali mbalimbali. Tupate taarifa zaidi kutoka wilayani Chunya. Unaiacha familia yako na mwacha mke wako mjane, wauni wanaoa, wanaendelea kukusaidia majukumu. Nini umepata ajali? Yaani kuna bodaboda wangu alipata ajali, alikleki hapa tu. Hakuwa na mchubuko sehemu yoyote ya mwili, hakuwa na mvunjiko sehemu yoyote ya mwili. Alipokleki hapa amekufa. Lakini yule bwana angevaa elementi, asingepigiza kichwa. Si ndio jamani? Kichwa ni sehemu ya msingi sana kwenye mwili wa mwanadamu. Unaweza ukakatika mkono, unaweza ukakatika mguu, unaweza ukakatika mbavu na ukaendelea kuishi. Uongo jamani? Lakini ukipasuka kichwa kuna maisha. Bodaboda tuvae elementi, msisubiri polisi awafate. Sawa? Hauvai elementi kwa ajili ya kumfurahisha askari. Mmenielewa bodaboda? Hatuvai elementi kwa ajili ya kumfurahisha nani? Hatuvai elementi kwa ajili ya kufurahisha mapolisi. Tunavaa elementi kwa sababu ya maisha yetu sisi. Sawa jamani? Tunavaa makoti wakati wa kuendesha kwa sababu ya afya zetu sisi. Kuna wadogo tumewauguza kifua Chunya. Kifua kimejaa maji. Havai koti wakati wa kuendesha. Laida, unatakiwa kuwa na nidhamu. Hii ni kazi kama kazi. Iheshimu kazi yako, ipende. Usiache kazi kabla hujapata kazi. Sasa usijifanye ukaacha kazi. Maana ukipata magonjwa tayari shughuli zote zinasimama. Si ndio jamani? Kwa hiyo tuzipende afya zetu kwanza ndipo tuingie kuendesha. Ndio maana hata tenki la pikipiki pale mbele limeandikwaje? Ukisoma yani pikipiki lile tenki pale lina instruction zote kwamba yani kabla hujaendesha pikipiki vaa elementi. Wale sio wajinga, afu ndio waliotengeneza pikipiki. Si ndio jamani? Alafu sasa kuna walikwambia kampuni wanazipima spidi pikipiki. Kwamba hii Snoreg ya 6 sasa hizi mnaita Kasongo. Ile Snoreg ya 6 mnaita Kasongo, King Lion imebaki kuwa Simba. Afu Kasongo naifananisha ile Kasongo ya kwenye TikTok ikinavyo Simba anakimbiza wewe amkamati. Anakimbiza wewe amkamati. Kwa Snoreg sasa hizi inaitwa Kasongo. Msizipime pikipiki spidi. Sawa jamani? Mshamba wa udereva ni yule ambaye anakimbia bila sababu. Unaenda sheli umefungua zote. Naam, taarifa hiyo kutoka wilayani Chunya ndio inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Meya Mlaki apongeza mabasi kurudi stendi ya Magufuli. Tunaunga mkono agizo la mabasi yote kurudi stendi ya Magufuli. Tumeshafanya ziara kadhaa kwenye kamati ya fedha. NCAA yaboresha huduma kwa jamii na kuimarisha mahusiano. Orodha ambazo ni wanafunzi watatu kutoka kila kata, ambazo orodha hizi zimepitia katika ngazi za kijiji mpaka kwenye kata. Wafanyabiashara wa nafaka Semtema walalamikia kupungua kwa wateja. Bodaboda Lupatingatinga watahadharishwa kuwa hakuna kichwa cha bandia, hivyo wazingatie kuvaa helmet wakati wa kuendesha kwa sababu ya afya zetu sisi. Kuna wadogo tumewauguza kifua Chunya. Kifua kimejaa maji. Havai koti wakati wa kuendesha. Naam, kwa niaba ya wote waliosikika na kuandaa taarifa hizi, mimi ni Beldina Majinge na endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook, Twitter, Instagram na YouTube kwa jina la Matukio Daima.
Karibu Golden Glow Hotel. Hapa ndio chaguo letu sote. Tunapatikana Kihodombi, Iringa mjini. Kumbuka hapa ni full accommodation, free transport, breakfast, free wifi, restaurant, bar, laundry na security ni kiwango kama kambi ya jeshi. Tupigie kupitia 0777495584 au 0754477468. Golden Glow Hotel, Kihodombi, Iringa mjini. Furaha yako ni furaha yetu. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Je, unatambua kuwa St. Dominic Savio Secondary School ni miongoni mwa shule 10 bora katika matokeo ya kidato cha 4? Basi sikia hii. Shule za St. Dominic Savio na Kaglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa katika matawi ya shule zetu zote, kuanzia nafasi ya Kids Daycare, elimu ya chekechea, awali na msingi, na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote manne ya shule za St. Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa mabasi ya uhakika na zinahakikisha mtoto anasafiri salama muda wote. Vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi mitatu. Kwa upande wa sekondari zetu, tunapokea wanafunzi wanaotaka kujiunga nasi kuanzia kidato cha kwanza, wanaohamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano kwa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, CBG, HGL, HGK na HKL. Shule zetu za sekondari tatu zote zinapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa upande wa jinsia mbili, zinapokea wanafunzi wa jinsia zote, yani wavulana na wasichana, wakati katika shule yetu ya Kaglielo Girls Secondary School inapokea wasichana tu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa sasa. Shule zina mazingira mazuri na yenye kuwavutia wanafunzi kujifunza kisasa na kwa vitendo. Shule zina maabara, maktaba na vyumba maalum kwa ajili ya kujifunza tehama. Shule zina walimu na watumishi wengine wa kutosha wenye sifa, vipawa, maadili na uzoefu wa kuwajenga na kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimaadili na kiroho. Shule zinafanya vizuri sana kitaaluma na zimekuwa zikiongoza mkoa wa Iringa kwa miaka kadhaa mfululizo. Kwa upande wa shule zetu za msingi, katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi yani PSLE, shule zimekuwa zikiongoza kwa wanafunzi wote kufaulu na kupata daraja A bora sana, huku zikiwa na wastani wa juu kuongoza mkoa. Kwa upande wa shule zetu za sekondari, wanafunzi wote wamekuwa wakifaulu kwa kupata division 1 wote, na division 2 zikitoka ni chache sana. Shule za St. Dominic Savio zinalea na kukuza vipaji mbalimbali vya watoto katika nyanja mbalimbali. Shule zetu zinafanya ziara mbalimbali za kimasomo yani study tour, kwa kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza kama vile Italia, Dubai, Kenya, Uganda, Zambia, South Africa na kwingineko. Usaili unaendelea kufanyika na fomu zetu za kujiunga na shule zetu za awali, msingi na sekondari zinapatikana kwenye shule zetu, mtandaoni na kwenye vituo vya mikoa na miji mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi tembelea tovuti yetu ya www.stdominicsavio.co.tz ama tupigie simu namba 0719501170 au 0754074303 au 0745114386 au 0757009418. Karibu St. Dominic Savio Schools kwa elimu bora kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Sisi ni St. Dominic Savio Schools, tunasema we learn for life but not school. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha wa kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu.
Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua Sif Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe sfcompany100@gmail.com. Sif Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku.